Karibuni ndugu watazamaji, niliopo hapo mbele yenu ni daktari wenu Dr. Chikaramoto. Tunaendelea na mada zetu mbalimbali, tunaendelea na vipindi vyetu mbalimbali katika TV yetu ya YouTube ya Dr. Chikaramoto. Siku ya leo ningependa niweze nikawapa darasa ambalo linalohusiana na nyota. Lakini upande wa leo ambao nitawaelezea nyota ni nyota ambayo kila mtu anaweza akawa anajua nyota yake, lakini kuna wengine wale ambao hawajui nyota zao. Sasa mimi ninachokifanya kwa sababu nilishawaelezea watu aina ya nyota kwamba nyota ziko ngapi na kazi za nyota. Sasa siku ya leo mimi nipenda niweze kuelezea katika mlengo wa vipaji, kwa sababu unaweza ukawa una nyota lakini hujui kwamba hii nyota, mwenye nyota hii ana kipaji gani. Sasa inatakiwa uelewe kwamba katika hiyo nyota ambayo uliokuwa nayo wewe, ni nyota ambayo inakuelezea wewe kama nani, ni nyota ambayo inakutaka wewe ufanye nini. Kwa sababu wakati wote watu tumekuwa tukifanya kazi, tumekuwa tukipambana katika maisha ili kutafuta riziki, lakini hujui kwamba zile riziki zinakuwa ngumu kwa sababu unakuwa hauendi katika mlolongo wa nyota yako unavyohitaji. Kwa sababu hizi nyota tunazozisoma na tunazozizungumzia ni vitu halisia ambavyo mtu ukiishi katika mlolongo wa hizo nyota zinavyohitaji, hakika kila kitu kitakachokuwa unakifanya kwenye maisha yako kitakuwa kinakwenda vizuri, na mambo yako utakayokuwa unayapambania yatakuwa hayana mikwamo, kwa sababu utakuwa unaenenda kutokana na nyota yako jinsi inavyohitaji. Sasa mara nyingi wale watu ambao wanakuwa wanaishi hawajui nyota yao ni ipi, ni vizuri ukajua nyota yako ni ipi. Ukishajua nyota yako ni ipi, utajua nyota yako inataka ufanye nini na wewe una kipaji gani. Kwa sababu siku ya leo tunalenga zaidi kujua jinsi nyota zinavyotawala katika vipaji, jinsi nyota ambazo zinavyoongoza katika kitu gani ukifanye, kazi gani uifanye. Sasa siku ya leo tunaenda kwenye nyota ya kwanza, ambayo hii nyota ya kwanza ni nyota ya punda. Ni nyota ya punda. Kwa watu hao wenye nyota ya punda ni watu ambao wana kipaji kikubwa sana, na kipaji ambacho kwanza ambao ni watu ambao wanahisia sana, yani wanahisi. Yani ni mtu ambaye akihisi hili jambo hapa patatokea jambo baya, ni kweli lile jambo linatokea baya. Na kitu chochote atakachokuwa anatoa tahadhari, anaweza kukupa tahadhari. Yani ukipata watu wenye nyota ya punda, akikupa tahadhari kwamba bwana kuna jambo hili nimeliota, au kuna kitu hiki ambacho nimekiona kila nikifanya lakini roho yangu inakuwa nzito, yani ujue lile jambo analolihisi ni halisia, ni jambo ambalo kweli litatokea. Kwa sababu hata kama una siri, hata kama umeficha siri, watu wenye nyota ya punda ni wepesi sana wa kufumbua ile siri, yani wa kujua ile siri, kujua kwamba kumbe hiki kitu ambacho huyu anakizungumzia, au huyu mtu kuna jambo kanificha, na jambo alilonificha ni jambo hili. Kwa hiyo watu wenye nyota ya punda wana vipaji vya namna hiyo. Yani ni watu ambao ni hodari sana wa kuhisi. Yani ni mtu mwenye hisia, ambaye anakuwa na hisia ambazo hizi hisia zinakuwa ni hisia za kweli. Kwa hiyo hata wakiota kama ndivyo, wakiota jambo fulani, lile jambo anaweza kuota kabisa kwamba hili jambo bwana, ndoto zake anapokuwa anaziota, akija kuzitafsiri zinaleta matokeo. Yani hata akiota kwamba anaweza kuota jambo kwamba bwana kuna mtu atatokewa na msiba, kuna ajali itatokea, au kuna tatizo litatokea, yani hiyo itatokea tu, kwa sababu nyota yao ni nyota ambayo nguvu zake ni nguvu za kutafsiri na ni nguvu za kujua jambo ambalo litatokea siku zijazo. Kwa ndugu zangu, ni wale watu wenye nyota ya punda, watu wenye nyota ya punda, jitahidini kufuatilia yale ambayo mnakuwa mnayaota na yale ambayo yanakuwa yapo katika
mawazo yenu, na tafsiri ambazo zinakuja katika ndoto zenu ni tafsiri sahihi, si tafsiri ambazo zinakuwa hazileti matokeo. Ni kitu ambacho mnapokuwa mnaota hizo ndoto, jitahidini kuzifanyia kazi na jitahidini kuwaelekeza wale watu ambao wanakuwa wamewaeleza ameota ndoto fulani. Hebu mueleze ile maana, manake maana utakayokuwa umemweleza itakuwa ni maana ambayo ni halisia na ni maana ambayo ni ya kweli. Vile vile watu wenye nyota hii wana kazi zao maalum za kufanya, kwa sababu sio kila kazi ni ya kukurupuka, lakini vile vile sio kazi unayofanya wewe usipoisikia katika hizi kazi nilizokuambia ukaona ni kazi mbaya. Hapana. Lakini mimi ninachokizungumzia ni kazi ambazo zinaweza zikakuletea matokeo chanya, ni kazi ambazo zinaweza zikakupa mafanikio kwa urahisi, kwa sababu hizi nyota zinaangaza katika shughuli zetu, zinatoa mwanga, zinatoa nuru. Kwa sababu unapozungumzia nyota, ni nyota zinazoongozwa na malaika, na malaika wale wanakuwa ni wenye kuzunguka katika zile nyota. Na nyota nilishawaambieni ni nyota zile ambazo zinaangaza siku ambayo unazaliwa na tarehe ya kuzaliwa. Ni nyota ambazo zinakuwa zinaangaza ile siku. Sasa zinapoangaza ile siku, ina maana siku ile uliozaliwa na tarehe uliozaliwa, ina maana kuna malaika ambaye alikuwa anatawala katika ile siku. Kuna malaika aliyokuwa anatawala katika ule mwezi. Kwa hiyo ni muhimu sana ukajua tarehe yako ya kuzaliwa na mwezi wako wa kuzaliwa. Lakini jina haina mantiki sana. Yaani jina haina mantiki kwa sababu watu wengi wanapenda kujua kutambua nyota zao kwa kutumia jina. Lakini mimi huwa nawaeleza kwamba jina leo unaweza kuwa una jina unaitwa John, kesho ukawa unaitwa Juma. Lakini nyota haibadiliki, lakini jina linaweza likabadilika, lakini nyota yenyewe ile inakuwa haibadiliki, kwa sababu nyota inakuwa inatawala katika tarehe. Kwa sababu mtu ukizaliwa tarehe 1 mwezi wa pili, ina maana hata utasilimu, hata sijui utabadili dini uwe Mkristo, lakini utabaki kuwa wewe ndio uliyezaliwa katika tarehe ile na mwezi ule ule. Ina maana ile tarehe uliozaliwa na mwezi uliozaliwa ndio malaika waliotawala, malaika wa heri waliotawala ile tarehe. Na tarehe yako na nyota yako ilisoma kwenye ule mwezi na kwenye ile tarehe. Kwa hiyo haviwezi vikabadilika kamwe hata siku moja. Kwa hiyo ni muhimu ukajua mwezi wako wa kuzaliwa na tarehe ya kuzaliwa, kwa sababu ndivyo vinavyotoa nuru na ndivyo vinavyokujulisha ni malaika gani waliokuwa wanatawala. Kwa mtu anapokuwa anakutazamia nyota yako, anapokuwa anakupa tafsiri ya nyota yako, inakuwa ni nyepesi sana kujua kwamba mambo yako wewe yanatakiwa upite katika njia gani ili uweze ukafanikiwa. Mambo yako wewe kwa nini yanakwama? Kwa nini vipato vyako havikai sehemu? Kwa sababu kwa kutumia hiyo tarehe ya kuzaliwa na mwezi wa kuzaliwa, sio jina. Jina linaweza likakupoteza. Kwa hiyo watu wa nyota hii ya punda ni vizuri ukabobea sana, kwa sababu kazi zao ambazo zinawaletea mafanikio kwa urahisi inakuwa ni kazi ya jeshi au sio, au biashara ambayo inahusiana na vifaa vya michezo, vifaa vya michezo au kufundisha. Vyote hivyo ni kazi ambazo inaweza ikampa manufaa kwa urahisi sana kuliko kazi nyingine za aina yoyote. Na unaweza ukauza vifaa hivyo kama nilivyokueleza vya michezo, biashara ya vifaa vya shule nayo inaweza kukuletea faida, au maduka ya madawa. Kwenye maduka ya madawa haya, madawa ya aina yoyote, yawe madawa ya asili, yawe madawa ya binadamu haya ya kisasa, ukifanya biashara hizo itakusaidia sana. Au ukiwa mhasibu, kwenye mtu kama wewe, kwenye uhasibu inakuwa ni kipaji chako ambacho kinaweza kikakuletea manufaa na ukakifanya kwa umakini, kwa uhodari, na kikakupa mafanikio makubwa sana. Ukifanya kazi kama hizo ni kitu ambacho kinaweza kikakutoa sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine. Vile vile ukaweza ukafanya kazi ya kubadili pesa. Nyie watu wanaita ni mambo haya ya kubadili pesa. Unaweza ukawa ni mtu wa kubadili pesa kutoka pesa za nchi fulani kwenda kwa pesa za nchi fulani. Nayo hiyo itakuletea manufaa sana katika kazi zako. Zipo biashara nyingi, lakini hizo ni chache ambazo zinaweza kukupa manufaa, ambazo ni za muhimu. Hizo ni chache zinazo muhimu ambazo
zinaweza zikakupa manufaa kwa wepesi zaidi kuliko kung'ang'ana kwenye biashara ambayo utakuwa unapambana nayo, lakini inakuwa haikupi matokeo chanya, kwa sababu nyota yako inakuwa haiangazi kwenye ile biashara. Malaika wako wanakuwa ni ambao hawashuki kwenye hiyo biashara, kwa sababu ni biashara ambayo haiangazi kutokana na nyota yako ambayo unayoitumia wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, ni siku ya leo nitaka niwachambulie hii kwa ufupi, nyota ya punda. Watu wenye nyota ya punda wajue kipaji chao. Nimewaambia watu wenye nyota ya punda, vipaji vyenu ni vipaji ni kuhisi na kutafsiri jambo, kujua hili jambo au sio, litaleta matokeo ambayo ni mazuri au sio mazuri, au kutafsiri ndoto au kuhisi. Yani unapohisi, hata kama mtu anakuwa na asili yake, lakini huyu mtu mwenye nyota ya punda ni mtu ambaye anahisi hatari, yani ananusa hatari. Hata kama kuna tatizo linalokuja mbeleni, huyu mwenye nyota ya punda anahisi kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo hizo ndivyo vipaji vyao ambavyo wamepewa na Mwenyezi Mungu, na ambavyo malaika wanavipa nguvu ya kuweza kupata matokeo hasi kuliko kupata matokeo chanya kuliko vitu vingine vyovyote. Kwa hiyo ndugu zangu, ni siku ya leo ninaombeni tuishie hapo, na wale wenye nyota nyingine kama nyota ya samaki itaendelea kuwaelezeni, nyota ya mizani itaendelea, na nyota mbalimbali, kwa sababu katika nyota 12 tachambua nyota mbalimbali. Kwa hiyo usione kwamba mimi nimeelezea nyota ya punda ukawa unatazama hii clip ya nyota ya punda ukajua nimeishia hapa. Endelea kufuatilia vipindi vyangu, au endelea kuangalia katika vipindi vyangu, unaweza ukakuta nyota ambayo inakuhusu wewe. Au kama nyota yako hujui ni nyota gani, hebu nitafute. Ukisha nitafuta, nitakueleza nyota yako ni nyota gani, na wewe kitu gani ambacho kinatakiwa ukifanye kwa wakati gani, na ili uweze ukapata mafanikio. Kwa hiyo usikae pasina kujua nyota. Usikae pasina kujua nyota. Nitafute dokta wako, Dr. Chikaramoto, pale utakapokuwa unatatizika. Pale ambapo utakuwa unaona kwamba huelewi lile ambalo ninakuelekeza, nipigie simu masaa 24, nitakujulisha na nitatatua changamoto ambazo zinazokukabili. Kwa hiyo msisite kuendelea kusubscribe hizi chaneli yetu na kuweza kupiga namba 0784994048 ili kuweza kunipata na kuweza kukufafanulia mambo mengi na kukusaidia mambo mengi ambayo yatakuwa yanakutatiza katika maisha yako. Asanteni kwa kunisikiliza na karibuni sana.